Simba mlikuwa mnaiimbia iwe siku zote? Unajua mpira kila siku mimi nazungumza, mpira ni vitu vingapi? Vitu vitatu: commitment, space na nini na time. Sio, umeelewa? Unapozungumzia time, lazima wachezaji wajue muda gani wanakaba, muda gani watakuwa wacheze mpira, muda gani watakuwa fanya nini, washambulie. Na hivyo vitu vyote vimeonekana tangu kipindi cha kwanza Simba ilikuwa inacheza sawa, wako kufuata muda, unataka nini, sawa, matengenezo ya nafasi, watu wanatengeneza nafasi. Na kipindi cha kwanza tumetengeneza nafasi 4, tumezitumia nafasi ngapi? Nafasi 2. Sio, umeelewa? Wachezaji wanaonekana katika commitment, wana commitment hali ya juu, especially hao wachezaji waliokuja dirisha dogo, bado wana moral ya kuitumikia nini, kuitumikia timu. Kwa hiyo wamepambana, wamepambania klabu, tumepata point 3. Hicho ndio cha kushukuru. Akina Aniseti Oula, akina Libasa Geye ni kama wana combination ambayo imekuwa inaifanya Simba iflow na kupata mahari mbele. Ile combination kila muda unavyozidi kwenda wanazidi kuzoeana, kwa sababu wachezaji ni wageni. Sawa, wachezaji ni wageni, kwa hiyo kila muda unavyozidi kwenda combination yao inazidi kufanya nini, inazidi kujengeka. Yaani nadhani itakuja kuwa bora zaidi baada ya mechi 5-6 mbele. Umeelewa bwana? Ndio tutapata combination bora sawa ya wachezaji. Watu wengi hawamfahamu yule Haura wakati yuko ASEC Mimosas. Upande wa kulia alikuwa anatokea nani? Alikuwa anatokea Aubin Kramo. Upande wa kushoto alikuwa huyu Haura. Alafu Azizi alikuwa anacheza namba ngapi? Umeelewa? Alafu Konate alikuwa namba 9 pale. Hiyo ASEC ilikuwa sio ASEC ya kawaida. Kwa hiyo watu wengi wamemsahau. Lakini ni mchezaji ambaye mwenye umri mdogo na ana uwezo mkubwa. Sawa, Yaani kila kitu anacho, individual skills yuko vizuri, hata yani ile stability yake katika kuficha mpira bado yuko vizuri zaidi. Kwa hiyo kila mechi zinavyozidi kwenda combination hizo zinazidi kukaa sawa. Mimi ninatumaini kabisa atakuja kupigwa mtu goli 5-6 hizo wanazozitaka nini wana Simba. Wana gepu la alama na Young Africans wamewazidi alama michezo ikiwa sawa. Watu mechi wanaoitazamia sana ni Young Africans ambaye mtakutana naye mwezi Machi tarehe 1. Unaiona Simba inaenda kupishana na Young Africans ambaye kidogo misimu kadhaa amekuwa kama mfupa mgumu kweli. Unajua sawa, mpira wa Tanzania ni mpira wa ajabu. Sawa, ni mpira wa ajabu, lakini ni kikubwa tunachokiangalia performance ya timu kuelekea kwenye nini. Uwezo ukapiga mahesabu ya tarehe 1 wakati hapa tayari kunafanya nini hapa, kuna mechi hapa takriban 3 zinafanya nini. Sasa huenda hapa timu yoyote inaweza kufanya nini ikapoteza matokeo. Dabi itabakia kuwa kama dabi, na dabi kama unavyofahamu dabi ina tradition na vile vile na science ya nini ya mpira. Sio, umeelewa? Ukija katika science ya mpira, sawa, timu ya Simba sawa, kutokana na mbinu za mwalimu na the way mwalimu anavyofanya rotation, umeona kuna wachezaji wengi wamekuwa rotated sasa hivi wanatumika. Kwa mfano kama yule nani Semfuku alikuwa ni mchezaji ambaye alikuwa atumiki kabisa, lakini sasa hivi tunaona tunafanya nini, wanatumika. Kwa hiyo moja kwa moja inakujengea kitu ambacho kinasababisha wachezaji wawe na good commitment, kwa sababu mchezaji anapotumika yeye tu sawa, huwa mara nyingi anakuwa anajiamini. Sasa akishajiamini tayari anapoteza ile nini, anapoteza ile confidence ya focus ya kuipambania timu, kwa sababu anakuwa anajiamini kwamba namba ni nini, namba ni ya kwangu. Lakini leo unamkuta kama mtu kama Elia Mpanzu sasa hivi anaanzia nini benchi na wakati alikuwa regular starter nini ya timu ya Simba. Sasa ile inamjenga kisaikolojia kwamba siku akipewa nafasi aanze hata ifanyia masiala, kwa hiyo lazima ataipambania namba. Maana yako Jibini, kama Steve Barker ni mwalimu bora na mwalimu ambaye tayari anapaswa kuwa Simba kama ilivyo sasa. Ile ndo mwalimu bora ndo anavyokuwa mwalimu bora. Yani Steve Barker huwezi kumtofautisha na Nasruddin Nabi. Nabi wakati uko Yanga alikuwa anatumia wachezaji wote. Umeelewa? Lakini ukimkuta kocha anatumia wachezaji kama Kaukani Kuvae, hii inaleta shida kwa sababu mchezaji anakuwa anajiamini. Kwa hiyo commitment yake katika kuipambania timu inakuwa nini? Inakuwa ya hali ya chini. Kwa hiyo kwa mwalimu wetu yeye anapenda kuwatumia wachezaji wote. Kila mchezaji anatamani acheze. Sasa ile ndio inaleta nini? Umeona amemtoa Kibabaga amemuingiza nani? Amemuingiza Nabi Kamara. Si umeelewa? Amemtoa Kagoma amemuingiza nani? Semfuko ambaye alikuwa hata kufikirika kwamba anaweza kupata namba haipati. Mpanzu, hakuna mshabiki yoyote wa Simba ambaye alikuwa anatarajia Mpanzu anaweza akaanza benchi. Lakini mwisho wa siku mwalimu amekuja ili kumtengeneza kisaikolojia. Sawa, anatakiwa aanzie benchi ili apate kujua kwamba kumbe kuna watu wana uwezo zaidi yangu. Na wale walioanza wamekupa kitu. Kwa mfano Libe Segwe, umeona kitu alichokifanya. Kwa hiyo Mpanzu sasa akija siku akipata nafasi ya kuanza anakuwa sio Mpanzu yule unamfahamu nini, unamfahamu wewe. Kwa hiyo atatoa commitment kubwa, kwa sababu mpira wa sasa hivi haumhitaji Mbappe, mpira haumhitaji Messi, mpira haumhitaji Neymar. Mpira unachohitaji sasa hivi mwaga jasho lako uwanjani. Si umeelewa? Jezi inatakiwa iloe. Yaani ndio mpira wa sasa hivi. Na ndio maana unaona sasa hivi unaweza ukawa na timu yenye wachezaji wakubwa. Sasa mfano angalia kama Senegal Morocco na Tanzania. The way mechi ilivyochezwa, afu nenda kaangalia Morocco alivyocheza na Cameroon.
Ina maana Morocco na Kameruni, wa Kameruni walikuwa wanajua mafundi wenzetu tunawaweza, tunacheza kifundi. Lakini Tanzania na Morocco, ina maana Tanzania sisi tulitoa good commitment katika kuipambania timu, na ndio maana umeona mechi ilikuwa ngumu. Jibi, kwa kumalizia, wewe ni miongoni mwa watu ambao hukuikatiaga tamaa Simba. Ulisema ipo siku Simba itakaa sawa. Ule usawa uliokuwa unauzungumzia ndio huu umeanza kurejea makali yenu? Usawa unaelekea kufanya nini? Unaelekea kule tunakofanya nini, tunakokutaka. Kikubwa ni hali ya utulivu. Sawa, watu tunatakiwa tufanye nini? Tuisemee mazuri timu na tuipambanie timu, tutengeneze slogan yetu ya Simba nguvu moja. Yaani hichi ndio kikubwa. Sawa, asioelewa atakuja ataelewa. Lakini kwa mimi, sawa, yani ni bora mimi niache Simba kuliko Simba iniache mimi. Yaani ni sawa sawa na tajiri mwenye pesa zake anakwambia ni afadhali nife niache pesa kuliko pesa iniache mimi. Ndio sawa sawa na sisi. Jibi, shukrani sana. Asante sana.